haki. Kosa na mkongojo namna hii. Utaandika tu. Ujinga amekataa. Na hapo wako baharini mzee, kukimbilia hamna. Wako baharini. Kwa mkongojo namna hii. Jaka ambao utaandika tu. Heone, unasumu mkongojo si mchezo. Piga zote na huyu mzee akaona usinitanie. Utaandika hiyo formula. Heone, weka tena kamvuta kuja hapa. Tupa Gojing kwenye ngazi. Kumwakia mkongojo. Kujaribu kukimbia unafia hapa. Na sitani hilo. Jamaa kono sintani. Jamaa kamfuata huko kwa huko mzima. Hey! Sikong na Ouyang Feng. Si mchezo. Waga huyu mzee anapigwa sana na Sikong mara kwa mara. Kwa hiyo baada na uchungu na Sikong mzima. Hey! Sikong si mchezo. Moto kwa moto. Si mchezo. Mzee anatumia mkongojo wa kichawi huyo mzee. Hey! Sikong na yuko na fimbo yake pale. Hey! Ukoa Vegas. Hey! Huyo anamuita Sikong. Bintu bwana pili kule. Gojing anacheza na Ouyang Ke. Hey! Sasa ngoma namna hiyo mzima. Hapo natulia. Tu bwana pili lakini ngoma ni wapi? Sikong cheni boti inaungua. Boti limeanza kuisha nguvu ile hapa. Pele ngoma ya kama namna hiyo. Ngoma kabisa namna hiyo. Moto wa moto mzee. Usogopa kukuta mkongojo na kichawi. Mkongojo na sumu si mchezo hiyo. Hiyo fimbo ina sumu ile mbaya. Naona ama lakini ngoma wapi? Sikong. Jamaa anapita si mchezo. Ouyang Feng naye anatamani amuweze huyu mzee kila siku anamshindwa. Unapili kwa Ouyang Ke na bintu anacheza. Na Gojing. Si mchezo. Boti inaungua si mchezo. Leno likivunjika lakini watu wako chocho ya. Hey! Vitu. Akampelekea mashine ngoma wapi? Shuka mpaka chini mzima wewe. Bado mechi nzito. Sikong. Tuje ngoma namna hiyo. Sikong anaama ile mbaya. Zungusha ni kuzungusha mzima hii. Moto unawaka hey. Mitungi inalipuka namna hiyo. Hewa bwana. Moto uko pale pale. Huko Gojing atoka nje ya boti namna hii. Boti inazunguka kinyama namna hii. Na maka ipige bwana pili. Wewe, wako juu ya maji nzima. Huko nako mzee na wika naye. Mama. Bakora za maana zinapigwa ngumi za maana. Moto moto. Chui. Peleka mtanga lakini wangu. Mzee anaziona ile mbaya. Moto kama moto. Ni kama moto si mchezo. Kimbunga. Wote wako fiti mbaya. Mzee akaona usintani wewe. Katoa sumu lakini yeye katoa maji vile vile. Wote wachawi. Jamaa katoa naye katoa. Zungusha moto na mtumia yule moto pale naye akazungusha maji namna hii. Moto na maji. Moto na maji mzima mechi za kikubwa. Jamaa kaona nitapoteza kwa huyu jamaa. Kwa nini nipoteze kizembe namna hii? Sasa wakati amekaa pale, ile shuka la kuongozea boti likalidondoka ni kubwa. Likianguka litamuumiza huyu jamaa. Sikong kumhurumia mshikaji wake atakuja kufa. Akamuokoa. Ili kwa inamwangukia afa amezubana anajionyesha maswali pale. Sikong akaizuia isimuumize. Akaizuia namna hii. Ili ile kata upepo ya inayosukuma upepo ilikuwa inamwangukia nguzo. Huyu mzee bado amezubaa. Sikong kazuia simwangukie. Wewe mzee, toka utaumia bwana mshikaji wangu bwana. Toka huko. Utaumia, ondoka huko. Anamsikia isimwangukie. Lakini mambo ya binadamu hawana utu. Cheki kitu alifanya huyu jamaa, huwezi kuamini. Alikuja pale chap akamngata. Nyoka wenye sumu akamngata kati anamsaidia. Jamaa kuamini aise. Licha kumsaidia, anamwekea nyoka akamngata aise. Nyoka wenye sumu. Piga nyingine. Nyoka amemsumu amemngata kwenye kichwa aise. Ouyang Feng nayo kapigwa amewezwa mdo mzima. Ameoshewa huku za kutosha na Gojing. Jamaa kamtoa. Uko salama. Nenda kamwangalie mwalimu. Sikong maskini ameng'atwa na nyoka mwenye sumu. Wa yule mzee alimwahi. Anafika pale kutana na mzee namna hii. Master! Sikong kazima ameng'atwa na nyoka mwenye sumu wa huyu mzee. Huyu mzee hana hisani hata kidogo. Mkongojo unakuwa unahifadhi nyoka kwa ndani. Kuna nyoka ndani ya mkongojo. Kuna nyoka wa kutosha.
Ngoja kaona usinitanie. Peleka mashine lakini wapi? Mzee anataka kubaki peke yake tu yani. Anataka kubaki yeye mwenyewe ndo anamweza peke yake. Kwa kamuua Sikongo makusudi. Sasa amemweza namna hii. Jamaa kajikweka kwenye nyingine tena. Si. Piga nyingine kama. Sikongo. Ngoja kujaribu lakini ngoma ni wapi? Si. Mzee afai. Si. Uta kama nani? Jamaa kama wewe. Ilimkosa. Ngoja kaona mzungushie wavu mzee. Mzungushia wavu namna hii. Maana kwa style mzee akamatiki huo. Kamzungushia wavu kwa kutosha. Kamzungushia wavu wa kutosha. Funga wavu. Binti kafika. Mtoe mwalimu mpeleke nje. Sikongo maskini hali ni mbaya. Nyoka mwenye sumu kamng'ata kichwani. Da. Oh. Sikongo. Boti linavunjika limeshaungua. Akamshikilia mzee tunakufa wote hapa wewe ni mahali. Boti linavunjika namna hii. Ngoma inavunjika. Amshikilia mzee utoki hapa. Ngoma inabinuka namna hii. Hewane. Anamshikilia mzee mle. Yang Feng. Mwoka kangu mkubwa. Nina chuki na wewe zaidi ya bahari nakwambia. Na kama unaniua ni uwe. Nitaona meno yako na mifupa yako ijikaukia hapa kwa hii sumu mkongoji wangu. Ngoja, mwachie aende. Mara Sikongo naye kamteka mtoto wake. Wewe kanga, tulia hivyo. Sikongo, unafanya nini kumaanisha hivi? Mwachie wanafunzi wangu. Kwa nini mshika hivyo? Haya, tufanye mabadilishano. Mrudishie huyu mtu. Shika mtu wako na shuka mtu wako. Kwa tufanya mabadilishano. Uko salama? Niko salama mwalimu. Mwalimu, huyu kamuua Brother Zoo. Kisa ile formula ya nguvu 9. Anamuua yule kichaa Brother Zoo. Kamuua? Kivipi yani? Amwambia tu Big Bro arukia lost bear. Alipoteza kubeti kwa kaambia jitupe kwa bahari. Ameruka kwa dumbukia kwa hizi wa huko. Hivi kweli? Orifeng, kwa sababu ya formula nguvu 9 wanamuua jamaa wangu aisee. Kaka yake ngopata kuacha nakwambia. Kaka yake ngopata nje kuchinja wewe. Nakwambia ukweli. Hapo utawindwa wewe. Kaka ki, mambo yangu achana nayo. Wewe shughulikia kwako Sikongo. Kwangu ya kuhusu. Poa. Yang Feng. Mimi sitakupa formula nguvu 9 hata take nini. Sikupi. Kama utoi hapa hapa tuko kwenye boti langu ndo maisha yenu. Akamwaga nyoka. Hapa kwenye boti hamna njia. Eza uruke kwenye maji ukafe. Jamaa kwa usinitanie. Pana mpaka juu kwenye cabin juu kabisa. Mahali watu wanahaga wanaangalia rada ya milima ya bahari. Akakaa huko. Ni parefu hapo. Oya. Kuna muonekano mzuri kinyama hapa juu aisee. Mkweli mwalimu. Hapa pazuri kuliko huko chini nakwambia. Njomba, tutafanya nini? Nitaona kama muda gani huko juu. Nyeka yani tu. Wasana nao. Muonekano mzuri hapa eti. Wakaa wamekaa. Huku binti anakuja mdogo mahali wao walipokuwa. Binti ajui kama atawahi kuwasaidia. Kaka Jing. Mwalimu Sikongo, mtakuwa mko wapi hapa? Bwana. Usiku ukaingia. Wakina Gojing wako juu kwenye cabin, juu kabisa. Kuna sehemu ya kuangalia rada ya meli. Wakawa wametulia hapo. Na wale nyoka wanazunguka hapo. Sasa msosi ukaletwa. Sikongo kule juu, wacha aone msosi baba. Yewi. Kuna chakula jamaa umtoi. Sikongo kwenye msosi anapagawa. Na wao wanajua sasa Sikongo anapenda msosi. Mjomba, kama tulivyoondoka nyumbani, aje kutest msosi mzuri kama huu. Iwa hii inavutia. Sikongo anajifunga lakini anashinda kuvumilia. Hebu kunywa hii. Kuna paja la mbuzi liko pale nakwambia inang'aa. Samaki, kuku. Alafu Sikongo anaangalia. Kwa bahati mbaya hata sijisikii kula hii chakula. Sikongo anaangalia anapagawa. Jinga jamaa wangu. Ashinda kuvumilia. Sema njoo.
Unajua nini? Mwalimu wako siogopi chochote kwa hii dunia yani. Lakini siwezi vumilia ise. Mateso siyawezi ise. Unajua nini? Kuna chakula kwa mbali afu huwezi kukila yani, huwezi kukipata. Inauma kinuuma. Ni mateso moyoni mwangu na kabla ni bora ni ule lakini sio chakula nikione. Ndio. Mwalimu vumilia, wanafanya makusudi kukuvuta uende chini. Na paja la kuku lile pale lolo. Unaona paja kubwa hilo hapo. Aya. Mwalimu, vumilia. Nashindwa kuvumilia. Mwalimu, vumilia mwalimu. Mimi siwezi bana, tumbo langu linauma. Mimi na minyoo. Mimi siwezi kuvumilia bana. Mimi na minyoo bana. Wewe mzee. Nimekubali nipoteza jamaa wangu. Mimi nakuja bana, nikaeni msosi. Mimi nimeshindwa. Niletee msosi ninyo basi. Sikong. Vipi kuhusu formula nguvu 9? Sio shida. Kwenda tule kwa tutaongea sana huyu. Mkishakula mtaongea basi shukeni. Tutashuka lakini kwanza toa nyoka wako hapo chini basi. Okay sawa. Toa nyoka hapo. Toa nyoka washuke waje kula. Alafu andike hiyo formula. Hey, Jinga, tushuke bwana. Wakaletewa msosi bwana. Haya kula. 洪老前辈，光少侠，请慢用。慢用。karibuni, msijali. Ngoja, usiguse. Nini bwana, njaa inauma bwana. Unashika. Bwana muogope sumu jamaa huyu.不会的. Mna sumu hapa. Haizi kuweka sumu. Wewe una formula nguvu 9. Haizi kukuwekea sumu kakufa. Atapata wapi hiyo formula? Kwa na kuheshimu sana. Na isitoshe, mpaka utakapomwandikia ndio atakubali. Haya, fanya kula. Ai. Chakula. Mticha mwalimu. Hebu niambie, nimwandikie kweli hiyo formula? Sikia wewe. Itakuwa mjinga, usimwandikie. Sikia, huyu mzee anataka hiyo formula. Lakini kwenye hii dunia hakuna mtu mwingine yote anayejua hii formula. Kumwandikie formula ya uongo. Formula ya uongo, mwandikie formula ya uongo. Katika hii dunia ni watu wewe tu ubakie unajua hii formula. Wewe na ule Siko na ule Mr. Zoo. Kwa hiyo waandikie wanachokitaka. Hawezi kujua kama ni ya ukweli au ya uongo. Kwa kumbe nitaka kufanya hivyo. Ambaye lakini haita fujo hata gundua. Lakini huyu mzee alitoka kirahisi. Sikiliza, kwa mjanja dogo njoo. Tukambe kitu. Kumbuka, huyu mzee ni mtaalamu mashorati. Kwa kutengeneza, itengeneze onekane ni ukweli, maana ukiwa uongo kabisa atautambua. Usijali anko. Usijali mwalimu. Mimi uko sahihi. Uongo lakini ya ukweli. Akamwambia ndio. Katika hii dunia, wewe pekee ndio unajua. Wewe na ule kichaa mnajua formula nguvu 9. Kwa hiyo andika jinsi unataka, sawa? Akishaandika vibaya akagundua. Kwa unasema kwamba nikiandika kwa ujanja hatajua. Kwa nikimwandikia huyu mzee, sasa nimejua wewe ni mjanja, ndio hivyo niko nakwambia. Sikiliza, huyu ni mtaalamu ujue. Kwa kimdanganya kitaalamu. Hakisha kama unavyoandika neno moja zuri, moja la ukweli, moja la uongo. Hivyo. Ukichanganya hivi, hata ipata formula itakuwa fake. Lakini ukiweka fake yote, atakugundua kama wewe ni muongo. Bora utumie akili kubwa. Changanya fake na ndo. Andika vile weki maneno 8 ya kweli, 2 ya uongo. 2 ya ukweli, 8 ya uongo. Hivyo. Ili kwa mara 10 atakuwa elewa atakawa jambo kiasi gani. Hawezi kujua kama ni uongo. Kwa hiyo, kumwandikia formula. Kwa wazo lako kama hii formula nikiandika kwa uongo na ukweli hata gundua. Ndio. Hata kama yule mzee anataka kuandika lakini wewe huwezi kumkatalia. Inabidi tumwandikie kijanja. Vinginevyo, ufikiria njia yote ambayo tutaweza kumdanganya asiweze kujua. Sasa nimepata kitu. Vipi kuhusu hivi? Kama nikiandika a palm point to sky. Mfano mkono elekee juu alafu ndanganya kwamba elekee chini. Hapo atajua. Basi mna shida. Nitabadilisha nitaka kwa kama aike mikono ajeuzie aike matakoni. Matakoni? Sasa nikwambia yake mkono matakoni hajami nindanganya. Wewe andika mkono weka matakoni lakini kweli atagundua. Fanya hivi. Tuandike mkono aike kifuani. Bala
Ya, silo wazo zuri hilo. Mkono weke kifuani wakati anafanya mazoezi, akunje miguu, mikono yake kifuani, afu concentrate kwenye kifua. So, kwenye sehemu ya usika kwa mdanganya hivyo. Sasa akaandika formula ya uongo. Upande wa pili, turudi kwa Yang Kang huku. Yang Kang bado ile style yake chafu anaendelea nao licha ya kukatazwa. Bado kwa anajifunza jinsi ya kutoboa fuvu la kichwa. Yani bado anajifunza jinsi ya kutoboa fuvu la kichwa. Ile formula yake bado anataka kuitumia, bado iko vile vile. Sasa akipiga hapo bado atoboi ile jiwe. Anataka jifunza wewe mtaalamu wa kuvunja fuvu la kichwa. Lakini ashakatazwa. Hii style haitakiwi, somo ni chafu. Hii style kumbuka alifundishwa na Mei Chao Feng. Kwa nini anashindwa kukamilisha kila siku? Alikuwa amekasirika. Asikia mtu anagonga mlango. Kufungua. Mheshimiwa, jaribu kila mbinu lakini Sister Mei anakataa kusema wapi ile formula ya nguvu 9 ilipokuwa. Amekataa kusema mpaka sasa hivi. Sisi tunafanyaje? Mdomo wake uchomeni mpaka aongee. Asa huyu ni mwalimu wake alishamfundishaga. Licha ya wote, huyu ni mwalimu wake ambaye alimfundisha style ya kuvunja fuvu la kichwa kwa siri lakini. Ambia teacher. Mwacheni mwalimu wangu. Ondokeni. Ajifanya kama anamtetea kumbe anamuumiza. Ana kila sababu sister haoni basi ndio imekuwa shida. Mwalimu, endeleaje? Ukiniambia tu kweli formula ya nguvu 9 ilipo. Yaani hapo mimi nakuachia unaenda, nitakwambia msamaha kwa baba. Safi. Upo kama yeye, si ndio? Ni uwe basi. Mwalimu sikiza. Mimi siko kama hivyo. Mimi shida yangu nataka nikusaidie mwalimu. Wewe ni nini yangu? Mwalimu akaona poa. Kama nikisema wapi ilipo formula ya nguvu 9, utaniachia niondoke, si ndio? Utaniachia, si ndio? Kabisa mwalimu. Nakuhakikishia hilo. Okay. Basi na kuamini kwa sasa. Formula nguvu 9, mimi kikweli sina hiyo formula. Haipo, mimi pia naitafuta wapi ilipo. Kweli? Nitakupeleka mahali ilipo. Sasa akakubalia kwamba mpeleke mahali formula nguvu 9 ilipo. Sasa kiwa njiani nikasikia mpeleka hapo, mwanamke atupeleka wapi huyo? Bwana tuone. Anatupeleka wapi? Hapo achomoi. Akaambia Prince, style yako kuvunja fuvu la kichwa imefikia wapi? Anasema hata kama anafunza mazoezi kila siku lakini bado sifikii level yako mwalimu. Midole yangu havina nguvu. Akaambia nishakufundisha Bonnie Claw ya level ya 3. Sikufundisha level ya 4. Level ya 4 ndio inakuwa ina nguvu ya vidole vya kuvunja fuvu la kichwa. Asante mwalimu. Lakini sijui level ya 4 inafanyikaje? Concentrate nguvu zako kwenye pointi za vidole. Kisha ukipiga sehemu kisha kwamba una focus nguvu zote. Alafu kunja miguu yako ukiwa umekaa wakati unafanya mazoezi kwa makini mkubwa. Moyo wako wote ukontrol pumzi yako wakati unafanya yote hayo. Wakati anaongea vile kumbe alikuwa anamzuga. Ashajua mwanafunzi ni mbaya. Kaba kwa namna hiyo. Tukanae mpaka chini. Wewe msaidiane Prince kule. Binti anataka kusepa. Sister Mei anataka kusepa mzee. Tawanya wote hapa. Kama tena nakimbia. Sister Mei akasepa, akaruka mpaka chini, juu ni mbali, akasepa. Sasa pale alikuja kutua ni hapa. Kumbe binti yuko hapa. Binti anamuita Miss Nancy Mu. Nini shida kwako? Amnyachia Nancy Mu. Anamfahamu ni mpenzi wake Yang Kang. Sasa hakutaka karibu naye. Sasa Yang Kang anakuja. Kumbuka Yang Kang kamdanganya binti na akamwacha kijijini. Kufika kusema nyinyi sikizeni. Mimi siwezi kwenda huku. Nilimdanganya Miss Mu niko pamoja naye. Kwa hiyo nyinyi ingieni huko ndani. Mgawanyike kisha mnampata wapi alipoelekea. Sasa kwamba hata hiyo inavyokuwa mkamata Sister Mei. Yeye kwenda akatuma vikosi viende. Sister Mei kampokea Nancy Mu kampokea Sister Mei na anamhudumia hapa. Sister Mei anamuhofia maana anajua ni mtu wa Yang Kang. Mtengenezea dawa unaweza ukanya hii hapa. Kama nilishakuumiza, kwani unisaidie mimi? Anasema muumia kwa sasa hivi. Na nisipokusaidia, hakuna atakaye kusaidia zaidi yangu mimi. Unaweza ukaja ukafa. Kwa hiyo wewe na Yang Kang pia ni mtu na mwalimu wake, kwa lazima nikusaidie. Mama akamwambia sikiliza. Kamba usijali. Hakuna mtu aliyeko hapa. Ni salama.
先把药喝了。 Kunywa hii dawa hapa. Mama akaichukua, lakini alijua binti anamwamini sana Yankang. Akamwambia sitakuhusisha wewe, nikishapona nitaishia. 你这个人心肠倒， Una moyo mzuri sana wewe. 可是你知不知？ Lakini kwa nini unafanya kazi na Yankang? Kwa nini unamwamini Yankang namna hii? 是在替我， Kwa Yankang sio kuaminika, anafanya kazi babake. 就是 Yankang hajamsaidia babake. Ananifukuza mimi. 我知。 Anasema najua. Unajua nini? 他刚重新 Yankang amerudi kule kwa upande kwa sababu fulani. 到了康熙里面， Ameenda kumfuata babake tena, kuna kazi ya kufanya kwa ajili ya ufalme wa Song. 这种鬼 Unamwamini kiasi hicho yule kijana? 完颜康， Yankang ni kama babake. Wao sio uhusiano kwa damu, lakini tabia zao ni sana babake vile vile. Huyu mtoto sio kuaminika, mtoto mbaya. Unataka kumwamini Yankang? 我从小看着他， Hata kama nilivyokuwa niko nao, lakini nimeshawajua kitambo kabla yako wewe. 我比你更清楚。 Huyu Yankang sio kuaminika. 苦衷我不能， Hata kuniingilia masuala yangu mimi na Yankang ya kuhusu wewe. Toka hapa. Unadanganyika kizembe kama hivi, mtoto mdanganyika kizembe kama hivi. Mjinga kabisa wewe. Kiasi kudanganyika na Yankang. Akata naongea vile. Kumbe amefika mpaka hapa. Wasachi kila pahali hapa. 内魔女， Akisha akimbii popote pale. Alikuwa ameumia, hawezi kwenda mbali. Atakuwa yuko hapa hapa. 去呢？就是。 Mheshimiwa, kuna matone ya damu yameonekana, matone ya damu yameonekana pande hizi. Matone ya damu yameonekana humu. Kwa hiyo, na mkweli Sister May kaingia humu. Wakapiga mlango kweli kweli. Sister May akafungua. He? Simu uko hapa? 你什么？ Wewe unaishi kuishi kijiji cha Ox Village? 你们找谁？ Unataka nini? 有没有看见？ Umeona binti fulani aliyekiroeki hivi? Hakuna mtu hapa. Ngoja. 我们都没说那人长。 Hajasema ni binti yangu tunamtafuta. Kwa nini nafunga mlango? 我们这个村 Hayupo hapa. 外人来， Hamna mtu anaingiaga kwangu. Akafunga mlango. Lakini Sister May kamficha humu ndani. 师兄， Kaka, 这个小娘们站， huyu binti ni mtu wa karibu sana na Prince. Mbona hajiamini sana hivyo? Sikisha anampenda Prince basi anatutishia tishia. Mjinga kweli. Yo. Lakini tumpate binti michafu kwa wapi? Ngoja. Matone ya damu. Hii nini imedondoka hapa? Kucheki ni dawa. Kuinusa. Hii ni dawa kutibu vidonda. Mbona iko hapa? Dawa kutibu vidonda hii. 这是治疗。 Imetoka wapi hapa hii dawa kutibu vidonda? Mara kasikia kurukuru. Mtu anakimbia. Yuko nani bwana? Akavunja mlango akaingia. 好了好了， Amesepa. 那边站， Sasa kila pale papo na mfateni kule. 那边站住！ Subiri wewe. Msimuka bila akimbie. Sister May kashatoroka tayari. Simama wewe. Wakamweka katikati. Ah. 小美人， Wewe binti mrembo unakimbia wapi sasa? Piga makofi. Hawa mwezi wakambloku. 小美人， Wewe mrembo. 还跑 Watu unataka kukimbia mpaka sasa hivi? 把他 Haya, muulize swali. Mbebe mgongoni huyo. Wakambeba wakaondoka naye. Sasa huyu ni mpenzi wa Yankang. Wakamchukua, wakamleta huku. Yankang akasikia wamkamata misimu wakamleta huku. Licha wote anampenda, licha ya kumdanganya lakini anampenda kweli. Sasa kama mchapa kweli aseme ukweli. 哎问 Hebu niambie, Sister May ilimficha wapi? 他喝了完药， Alikuwa amelewa ameondoka, kanywa dawa akaishia. Mimi sijui alipoelekea, kanywa dawa akaishia. 看来 Inaonekana haogopi kufa eh. 啊， Eti eh? 自首！ Waka siwacha. Toka hapa. Akamfungulia misimu. 你可不能带他走！ Huwezi kumwachia ile binti aondoke mheshimiwa. 是啊，小王， Tunafuata oda ya mkuu mheshimiwa. 小王， Oe, Sawa. mheshimiwa. Baba wako sema tumuoje mpaka binti. Nimesema msinisikizeni mimi. Huyu mwanamke wangu mtu asimguse. Wewe, mheshimiwa. 小王， Akamchukua akaondoka naye. Mheshimiwa alifanya kazi kwa ngumu kwangu. Prince kasema tusimwachie binti. 小王爷， Mheshimiwa, 都带他走！ ni amri kutoka kwa mkubwa. Huyu binti asikii kuachiliwa. 小王爷， Mheshimiwa, 不要为难我， jambo la muhimu ya kumtafuta 我亲自跟王爷解释。 tamuulizia babangu baadaye, tokeni. 哎， Akamtorosha binti. Mwisho akamleta huku. Licha ya kumtumia binti vibaya na mdanganya kila siku, lakini inaonekana kama na mapenzi fulani kwake ya ukweli. Binti alikuwa amelala baada ya kipigo kizito. Unajua kishtuka kuna mtu anamsaidia hapa. Nini shida? Unaumia? Kaambia wala siumii. 这是在 Ni kwamba
的房间。 Hapa ni chumbani kwangu, usiogope. Hapa ni chumbani kwangu. 阿康， Ngambia Yankang. 完颜洪烈身边 Babako amealika watu wataalamu kama hawa. 很危险， Haona kama ni hatari ukikaa nao. 危险是一定的， Akambia naja kuogopa. 我们不是都说好 Kama nishakuahidi kwamba 一定要达到我？ sitaogopa chochote. Naja kuwa na wasiwasi vipi kwa wewe. 那次 Nancy, 这话告 msema ukweli. 你是不是救了米少峰？ Umemsaidia Sister May, si ndio? Kwa nini umemsaidia? 你为什么？ Kwa nini ufanye hivyo? 你知不知道？我花 Afu najua umeteseka muda mrefu kumkamata binti. Kwa nini umwachilia? Kama Yankang. Yule ni mwalimu wako. Nilijua ni mwalimu wako kwa sababu mwalimu wako alikuwa ameumia. 我如果不救他， Kwa hiyo nikamsaidia. Kama singemsaidia kwa ajili yako wewe, angekuwa amekufa. 他先不仁，我 Sema watu wangu wanifanyia kazi mimi wale, ungemkamata. Nisamehe kwa wote yalotokea basi. 现在 Nisamehe kwa hilo. 完颜洪烈会 Babako atakuadhibu 别担心了， kama usisahau. Baba yangu hawezi kuniadhibu wala kunikasirikia mimi. 还不至于为难我。 Licha ya hivyo, alikuwa kumba baba yake msamaha. 还有 Baba, nilikuwa na ombi moja. 什么事情这么严重？ Ombi gani ambalo ongea useme? 哎呀，孩子再起来， Baba, 你是不是要为那个女？ nataka mtetee yule binti. Sio? Baba, amka. 木姑娘的事情， Nimesikia misimu. 别动。 Alichokifanya nimekisikia. 是一 Baba, alifanya vile kwa Wacho. sitaki maelezo. 梅超风跑 Mei Chaofeng amekimbia 找回来， na hatuwezi kumkamata tena Sister May. Lakini wewe, Wame- moyo wako utakimbia wapi? 爹， Baba, 爹万万没有想 sijai kufikiria kama kwa siku moja utamsaidia mwanamke kutoka taifa la Song. Sijai kufikiria hicho kitu. 自己是大。 Umeshasahau kwamba ni prince wa Jing. Unamwachia mtumiwa kirahisi kama hivi. 那次 Nancy, 曾经在 wakati napokuwa na huzuni, ananipa kampani huyu binti. 在桂林庄要舍命， Alafu nikiwa kule kwa cloud nilipokamatwa, alinisaidia bila kujali chochote kile. Huyu binti sio mtu wa kawaida tu, mfalme wa Song. Kwa moyo wako, yeye ni muhimu kuliko mimi, si ndio manake? Yeye ni muhimu kuliko mimi. Babako. 我很了解面子， Naelewa baba anachokisema. Lakini binti ni mtifu na ni mzuri kwangu mimi. 最主要的， Licha ya vyote, 这都是 anafanya kila kitu kwa ajili yangu. 你所做的一， Lakini sio unafanya kwa ajili yangu kwa ajili yake yeye. 请别放心。 Baba anafanya kwa ajili yako pia. Na kwa ajili ya ufalme wa Jing pia. Baba usijali. Na kuahidi, Nancy akupingi wewe wala ufalme wa Jing. Nancy ni binti mtulivu kwa ajili yangu mimi. 你就对他这么有把握？ Kwa hiyo unahakika kumhusu yeye, si ndio? Sema ndio baba. Na uhakika hawezi kukupinga wewe wala nipinge mimi. Jamaa akamtetea. Mzee akafikiria, baadaye akakaushia. Nancy bado kalala. Binti alipoamka akakuta kuna mtu hapo. 阿康， Yankang akawa anaita, lakini Yankang hakuwepo hapo. 我已经派人 Anasema nimetuma watu kwenda kumtafuta Mei Chaofeng. 马上回报。 Watakuwa washakuja sasa hivi. Mei Chao- Wakati anaongea binti akawa anasikiza babake Yankang anavyoongea kuhusu misimu. Unamjua? 王爷跟木姑 Nimesikia amekutana mtaani muda mrefu sana. 招亲上， Alafu nilivyosikia sawa sawa, 给我招亲。 kitu kivi. Wamekutana mtaani siku gani? Asa Prince huwa asemaje kutana naye, ila Prince muda wote yupo naye. Hata mara nyingi pia nishawafuma mjini Bailong. 差点被梅 Sister May alivyoondoka kidogo amuue. Sister May akaingia akamkingia Yankang kuuawa. 这么 Inaonekana ubinti kweli anampenda Yankang kweli. 狡猾。 Sio kama anataka kumtumia, ni kama wanapendana kweli. 王爷， Prince, 亲什么？ hata kiefia ni kwamba 要是杨铁 bibi kama huyu Misimu ni mtoto wa Yang Tesin tuliyemuua. 平身， Hasa wawili wakiwa karibu hawa. 铁心是怎么？ Wameshuhudia wote nikiyafanya. Nafikiri atakuwa anampenda Yankang kweli. 他怎么会？ Au binti atakuwa anataka kisasi kwa kupitia Yankang. 那王爷 Kwa hiyo unahofia kwamba binti anataka kulipa kisasi kwako 回来， kwa kumuua mlezi wake Yang Tesin. 他到 Binti akanasikia. Anasema sijui kuhusu Misimu lengo lake ni nini. 我他只是一个 Lakini 送人鱼， ni mtu kutoka Song. Kwa hiyo mtu wa Song hapa ni Jing. Cheng. Na yule Guo Jing dada yake yule. 因他的 Guo Jing kaka yake akija hapa atakuja kuniua mimi. 那王爷 Mheshimiwa usijali. Nitamuua mwanamke kama vipi, niambie nikamue faster. Haina haja. 人的事情， Yankang nimeishi naye miaka 18 yote. Sitaki kugombana naye tena mtoto wangu. Kwa sababu ni mtoto wangu pekee niliye naye hata kama si wa kwangu mimi. Kwa sitaki kugombana naye. 我们 Kwa hiyo tunafanyaje sasa mheshimiwa? 你悄悄 Akaambia 跟着 mfuatilieni Yang Prince anapoelekea na mliambia kila kinachoendelea. Mfuatilieni kila mahali anapokwenda Yankang. Binti akamsikia maongezi akiwa anaongelewa. 更不能留下伤。
mkono wako ushapona sasa, si ndio? 日里舞刀弄起， Anasema niliumia tu kidogo lakini sio shida. 疤痕，没事的。 以后 Anasema siku zijazo sitakubali ujifanye mazoezi kama hivi. Binti nampenda kweli. Anasema nitafanya mwenyewe. Usijali. 以前都是你 Onekana ananipenda sana kunijali kweli. 衣服、做饭、打扫屋子， Umenifulia nguo zangu na nipikia, wanifanyia kila kitu. Lakini umeumia. Una wakati wangu nikusaidie mimi mwenyewe. Hanjo. Alimwita binti. 谢谢。 Asante. 还跟我说谢谢。 Hata unatoka unanishukuru. Nashukuru nini sasa? 阿村， Mimi nitakupeleka kijijini sasa hivi, sawa? Hamna shida. Akamemtoa binti anatoka kijijini. Mtu amepanda kule. 来，小心。 Akanamtoa mpeleke mbali kutoka hapa. 这几天 Anasema siku zijazo moyo wangu unanishtuka sana Yankang. Na wasiwasi kuhusu hali yako iliyoko kutokana na hali sasa hivi. 放心吧， Asema usijali. Mimi sina tatizo kabisa. 完颜红烈那只老狐， Lakini baba yako ana roho mbaya. Mimi nafikiri kwamba si mtu mzuri kwako. 我担心 Alafu naogopa kwamba 到武穆 kupata kitabu cha Umu 有伤害。 utakusababisha utaumbuka. 我一定会小心行事。 Akawa nitakuwa makini kutafuta kitabu hicho, usijali. Nikisha kipata, 要不 vipi kama 我是 ukutana na kaka 爸爸 Gojing akakutana na Miss Wang. 功比你高， Gojing ana roho nzuri na ustaili nzuri sana. Na Miss Wang ni mjanja. Wakikusaidia hao, itakuwa vizuri. Hata mimi sitaki hivyo. Umesahau tulivyoachana nao alikuwa wananipinga. 可是 Lakini naogopa kwamba kwa wewe Nancy, 只有拿到武穆遗书， kama nikipata kitabu cha Umu wataniamini sana. Nitakuwa nimetimiza malengo makubwa mpaka nipate kitabu cha Umu. 郭靖和黄 Wale mkuu Boguo, Gojing na wengine wote walikuwa wananipinga, watanipenda nikipata hicho kitabu. 你也不希望你 Nancy, kwa unataka mpenzi wako 有不如 aishi maisha ya shida, si ndio? 阿康， Yankang, 让我 naomba mimi niwe na wewe kila unapoelekea. Naomba tafadhali 陪我一起。 uwe na mimi kila pahali. Kama ndio, naomba nikufuate kila pahali. Sitakuwa mzigo kwako. 一言一行， Nikiwa karibu na wewe nitakuwa naridhika moyo wangu. 可是 Lakini hii hali ni hatari. 越是危险， Akaambia hiyo hatari sio hatari. Lazima niwe pamoja na wewe. 像梅超风 Sister May ana nguvu sana. 高，他还是难以 Alafu pia baba yako siwezi kuacha peke yako, baba yako simwamini. 到这儿。 Na katika hali kama hii, mimi siwezi kutulia, moyo wangu huwezi ukatulia. 你又不肯找郭师弟， Bila kumpata Gojing na msaada wake itakuwa ni ngumu wewe kufanikiwa. Kwa bora tukae wote, uko peke yako upande wako. Nataka niwe pamoja na wewe, nipigane pamoja na wewe. 因此 Nancy, 多一个人多一份力， ukiwa na uwezo mkubwa na support inavyokuwa vizuri. Tukiwa wengi wenye uwezo aliko vizuri. Mimi nafikiri wewe usijali kuhusu kunichukua mimi. Mimi nitaondoka na wewe lakini sitakusumbua popote pale. Simaanishi hivyo. Na wewe utanisumbuaje? 在一起， Kama unataka kuwa na mimi nafurahia. Basi akamkubalia binti, lakini yeye anamkimbia binti kwa makusudi, maana binti tajua ukweli ukoje. Akaambiwa enda kijijini kwanza. 机会 Nitafikiria kuhusu swala la babangu afu nje nikuchukue tuondoke wote. 回去。 Lakini niahidi kitu kimoja. 你愿意让我留在你身边？ Kama utakuwa na mimi upande wako tu, nitakuahidi kila unachotaka nitakuahidi. 不需要那么多， Sio mengi sana. Ni kitu kimoja tu. Nakiomba kutoka kwako. 相信我。 Niamini. Sawa. Basi huyu ni mwongo sana huyu jamaa. Anamdanganya binti alafu anamkwepa kwamba anafanya mipango kweli kumsupport babake. Haya. 是 Sasa jamaa wako kaambiwa aandike ile formula huko Gojing. Akanasimamiwa na huyu mzee. Aandike ile formula. Sasa kumbuka Sikong kampa mbinu, kaambia andika uongo na ukweli. Kwa hiyo aandika maneno mawili ya ukweli, mawili ya uongo. Hicho anachokifanya hapo. Mzee anasimamia na kumdanganya mzee kama wewe anajua staili nyingi sio kitu kirahisi. Kwa Gojing anaandika ya ukweli na uongo anachanganya. Kama hapo katupia la uongo hilo. 玄机 Anaongea kwa anaandika. Kwa mzee anamsimamia 神气 kwa pumzi ya nini? Mbona kwamba 乾坤 hivi Kwankun inaandikwaje? Kwankun. Akamuonesha Kwankun inaandikwaje. Kumbuka anaandika formula ya ukweli na uongo. Akamuonesha neno hii hapa. Hii ndio yangu inaandika. Okay. Kwa ndio hii nilikuwa naitafuta.
Mzee anaendelea kusimamia andike hiyo formula. Amwambia kwamba katika formula atawaachilia. Sasa binti naye Ronga anakuja kule. Tangu ajue ile boti lilikuwa limepasuka kipindi kile. Sasa ajui kama ameshaokolewa wako na huyu jamaa. Binti akana kuja polepole kule. Jamaa anaandika uongo na ukweli. Yaani anakatika uongo, anaandika na ukweli. Sasa upande huku Sikong anapiga story na Oyanke. Niambie ukweli. Kwani babako anataka hii formula kwa nguvu zote? Kwani anataka hii formula? Kwa sababu anagopa na mweza au? Kiukweli babangu kweli unamweza lakini anafanya ile ya kuzidi kiwango. Kama ni hivyo, unataka imenyo sasa hii formula nini sasa? Kwa sababu anaamini kama akipata hii formula atakuwa na uwezo mkubwa. Japokuwa ana shida kwa kuzidi wewe, anajiamini yeye kama yeye. Akipata uwezo mkubwa atakuwa anajivunia kama yeye. Anko anataka ione hiyo formula ione basi. Ana shida na kuzidi wewe. Lakini kiukweli katika ulimwengu wote huu mwenye uwezo kutosha unajua nyie mko vizuri, lakini yeye shida yake ione hiyo formula. Okay. Kwa nataka kuona formula tu. Fanyia mcheki. Sina chekesha eti. Yaani unachukua formula ili uangalie tu. So ufanye mazoezi. Acha kunidanganya wewe. Mimi nakwambia ukweli. Baba yako anataka hii formula ili kusudi niweze. Hiyo ndio shida. Anajua siku mimi namweza. Mimi akigundua formula vizuri nampigia magoti. Kweli mara 100. Unawajika kweli. Akifahamu formula kuigundua napiga magoti kumsifu yeye. Basi usisahau hadi yako lotoaidi. Haina haja siongei uongo. Utaona. Akiweza kweli kuifungua hii formula, akaifanya akaivatia. Mimi sio hivyo tu. Nitampigia magoti mara 1000 akitaka. Nitakubali kuwa chini yake. Kwa hiyo mimi siko ni best mimi sioni kama hii formula ina maana yote kwangu. Mimi najiamini kama mbeke yangu. Basi poteza nguvu yote kupigana na baba yako kwa jinsi anaona. Formula kama ya nini sasa kitoto kama hii? Hawezi kuwa sawa na mimi hata kidogo. Najua anafanya vile kusudi awe sawa na mimi lakini hawezi. Kwa hiyo ndio kwambia kitu. Nakwambia tu ukweli. Ni kama anajivua suruali kufanya hii formula. Bango nitoka hapa. Nakwambia mko wako hawezi kitu. Akana anamkandia dogo majungu. Umesemaje? Anasema hivyo nimemsikia siku akisema kwamba ukifanya hii formula utamweza. Ananiambia kwamba sasa na kujivua suruali wewe peke yako. Ukisoma hii formula sasa unajizalilisha. Jamaa kaona Sikong ananionea wivu kama nikijifunza hii formula nitamweza. Lakini mniambia kwamba hii formula ina maana yote. Kama mimi nafikiri formula ina maana yote. Nilifikiri kwamba hii formula nguvu 9 nikipata itakuwa ya uongo, kumbe ni ya ukweli. Gojing alikuwa na mimi muda wote akiandika hii formula. Ninawachika manota anaandika pale ni ya ukweli. Na tangu hizo zamani nimeakagua kwa makini mkubwa. Na inakuwa ina maana isiyoeleweka. Kwa hiyo kwa akili yake mtoto hawezi kufanya kitu kama hicho. Hawezi kufake hii formula. Kwa kama ninahisi hii formula nimekamilika ni ya ukweli. Basi sawa. Mimi nafikiri labda atakuwa amekuchanganya hivi. Lakini mimi nafikiria kama hii formula uitumia kujifunza na kusaidia anko. Kweli utakuwa na uwezo mkubwa. Gojing kuandika kwake ni uhakika basi. Ndio maana kana anionea wivu Sikong. Kaambia ndio. Mwanangu wewe, kwa miaka yote hii ilikuwa tumaini langu kubwa. Ilikuwa ndoto yangu kuisoma formula nguvu 9. Niwe na uwezo kutosha. Anko, ama neno yana maana gani kwenye hii formula? Maana mengine ni magumu. Anasema kila maneno yaliyoandikwa hapo mimi siyafahamu. Gojing mwenyewe pia hayajui. Ndio maneno ya kizamani yalikuwa na maana kubwa. Ili kujua manyo nabidi niende polepole nikaisome mpaka nikamilisha kuielewa. Wewe utaandika hapo hujui. Na tunafanyaje hawa waliobakia huko? Washatuandikia formula. Mimi nafikiri hawa hatuna kazi nao tena. Kwao ni kuwaua. Sasa Sikong kama mimi sikunywa pombe. Kibuyu cha Sikong kakimeisha pombe. Sikong akaamua ngoja aingie kwenye store ya pombe, akachukua pombe aje kunywa. Kwa akavizia tu hamna, akaamua ingie ajaze pombe kwenye kibuyu, haje kunywa. Akaona kuna store ya pombe iko hapa huyo. Kuingia huko. Kuna mapipa ya pombe, mapipa huko. Akiwa ameingia kule, Ouyang Feng anakuja na mjomba wake. Anasikia kuna watu wanakuja. Akajificha akajibana kwenye kando hivi. Sasa kati wanaongea yale maneno,
Sikong akawa anawasikia akiwa hapa. Mzee akahisi kuna mtu humu nini? Mzee ana sensi, Sikong naye ni mtaalamu akajibana. Tayari muda ushafika tayari. Mshaweka boti lingine, nitawasha moto tuishie. Tunachoma boti zima, tunawaacha wao wenyewe hapa. Kwa hizi wine zinalipuka zote. Tunachoma boti zima, tunaishia. Kwa washa hizi wine ziwake. Vikusu wafanyakazi na watu wengine na nyoka wetu. Mtu kama Sikong ni mtu mkubwa sana. Kwa tabidi tumwache afe na watu kadhaa. Hafai kufa peke yake. Kwa tuwachomea humu ndani. Banko, ukiwa na malengo, usiogope sadaka. Wacha wakufe. Tubaki na hii formula sisi wenyewe. Sikong akasikia, kumbe wanawasha moto ili boti kupitia hizi pombe hapa. Sikong akawa amesikia. Sikong kusikia akaona ngoja nitangulie kabla yao. Sikong haona kumbe. Kwa hiyo tumewapa ile formula, japokuwa ni fake wanafikiri ni original. Haya, Sikong akaona ngoja hawai. Kajaza mtungi wake pombe katembea. Kamfuata dogo. Wewe, Gojing. Amka wewe. Wanataka wachome ile boti na kwambia kia nani? Tuchukue tusepe haraka. Tuishie. Wanachoma sehemu hii faster. Wakawai lile boti lao akaliiba. Sasa Oyanke na mjomba wake wanatoka. Baba, boti nimeleka upande wa pili kule. Kwa hiyo formula tunakuwa tunao sisi wenyewe tu. Asa nakufa. Akawa tutakuwa sisi wawili tu tunamiliki hii formula. Nitakufundisha vizuri. Kwa tutakuwa mimi na wewe tu. Haya, tuishie. Wakawasha moto juu. Boti likaanza kuwaka. Na wakawafungia wote wafie humo ndani. Wakachukua boti, kumbe kina Sikong wamechukua ile boti wameishia nalo kabla yao. Watu wasikia moto. Kama mzee kawafungia wafie humo ndani aisee. Jani tufungulieni mlango. Wafanyakazi wote na watu walioko kwa kufia huko ndani. Kama mzee ana roho mbaya kweli. Ona, nilikwambia wanachoma boti hizi tufia huko ndani. Tumewahi kabla yao. Huyu yani katili kweli huyu. Kumbe naye binti Ronga amefika. Ronga! Sio sote Ronga. Ronga kwa mbali sasa waoni. Sasa wako mbali na wako mbali. Ronga! Usiende huko kwenye boti. Tuko huku. Usiende huko. Umefanya haraka tu kwenye boti. Sasa Ronga kaamini kwamba kina Gojing wako ndani ya boti. Wanamwambia sio huko. Sasa binti hakuwaona. Jana cheki boti limeondoka. Kucheki kule mtumbwi ule wamechukua wao. Anko. Jomba, mtumbwi haupo. Umeenda wapi? Akaona Sikong kauchukua. Wewe Sikong! Tunafanyaje? Binti akaingia akafikiri kwamba wako ndani kumbe amechelewa. Gojing. Ronga, Gojing yuko wapi? Na mwalimu wangu. Kamata vizuri sana. Huyu ameingia tamtumia huyu. Boti la waka moto. Gojing yuko wapi? Wako ndani. Sasa binti akafikiri wako ndani. Akamwambia wako huko ndani. Binti akaingia akafikiri wako huko ndani. Mwalimu! Mwalimu Gojing! Gojing na mwalimu mko wapi? Kufuli ya moto. Bidi avunje mlango. Akaingia moto na waka huko ndani. Binti kaingia akafikiri wako huko ndani. Gojing! Boti inaungua linavunjika. Likapiga mtumbwi bintu karibika. Unaona unazama. Tunafanyaje? Njoo huku. Sasa kabidi Sikong arudi waje kumfuata Ronga huko. Na boti la kuondokea ni moja, ni hili tu hapa. Hapa kituweka hapa, subiri hapa. Akisha mzee aingia hapa. Mwalimu, ukienda huko ni hatari sana. Kama sijali, mimi bado na uwezo wa kupita kwenye maji. Sikong akarudi chap, akatimba ndani. Binti akaona Sikong, mwalimu. Binti kwenda chap, mzee akamwai mzee, akamteka. Wewe mzee, mwachie binti kama sijamaliza kuongea. Nini utakachokifanya kwa mfano? Unataka mimi nini? Nipigane na wewe sasa hivi. Utajua wewe. Kama unataka tupigane, hata hivyo natamani kupigana na wewe sana. Amna. Sikong! Sasa unajua Sikong na huyu mwenye uwezo ni Sikong kuliko huyu. Na yeye akatua huku. Kamshika, mwachie binti. Simwachie nimesema. Tamua. Jamaa kono sintani wewe. Jamaa kamfuata huko kwa huko mzima. Sikong na Ouyang Feng. Si mchezo. Waga huyu mzee anapigwa sana na Sikong mara kwa mara. Kwa hiyo baba na uchungu na Sikong mzima. Sikong si mchezo.
Moto kwa moto. Si mchezo. Mzee anatumia mkongojo wa kichawi huyo mzee. Wewe. Sikongo na yuko na fimbo yake pale. Wewe. Ukoa bega. Take. Wewe anamuita Sikongo. Bintu bwana pili kule. Kwa jingi anacheza na Oyanke. Take. Sije kama namna hiyo mzima. Yako natulia. Tu bwana pili lakini kama ni wapi? Sikongo chini boti inaungua. Boti limeanza kuisha nguvu ile hapa. Pele mwenye wana kama namna hiyo. Ngome kapita namna hiyo. Moto wa moto mzee. Usogopa kukuta mkongojo na kichawi. Mkongojo na sumu si mchezo hiyo. Hiyo fimbo ina sumu ile mbaya. Na wana ama lakini ngoma wapi? Sikongo. Jamaa anapita si mchezo. Oyamfeng naye anatamani amuweze huyu mzee kila siku anamshindwa. Kuna pili kwa Oyanke na Bintu anacheza. Na Gojing. Si mchezo. Boti inaungua si mchezo. Leno likivunjika lakini watu wako chocho ya. Hey. Vitu. Yeah. Yaka mpelekea mashine kama wapi. Aishuka mpaka chini mzima wewe. Bado mechi nzito. Sikongo. Tuje kama namna hiyo. Sikongo anaama ile mbaya. Zungusha ni kuzungusha mzima hii. Moto unawaka hey. Mitungi inalipuka namna hiyo. Hey. Hewa na moto uko pale pale. Huko Gojing atoka nje ya boti namna hii. Boti inazunguka kinyama namna hii. Na maka ipige pona pili. Wewe, wako juu ya maji nzima. Huko nako mzee na wika naye. Mama. Bakora za maana zinapigwa ngumi za maana. Moto moto. Chui. Peleka mtama lakini wangu. Mzee anaziona ile mbaya. Moto kwa moto. Ni kama moto si mchezo. Kimbunga. Wote wako fiti mbaya. Mzee akaona usintani yeye. Katoa sumu lakini naye katoa maji vile vile. Wote wachawi. Jamaa katoa naye katoa. Zungusha moto na mtumia yule moto pale naye akazungusha maji namna hii. Moto na maji. Moto na maji lazima mechi za kikubwa. Jamaa kaona nitapoteza kwa huyu jamaa. Kwa nini nipoteze kizembe namna hii? Sasa wakati amekaa pale, ile shuka la kuongozea boti likali lidondoka ni kubwa. Likianguka litamuumiza huyu jamaa. Sikongo kumhurumia mshikaji wake atakuja kufa. Akamuokoa. Ili kwa amwangukia afa amezubana jioni maswali pale. Sikongo akaizuia isimuumize. Akaizuia namna hii. Ili ile kata upepo ya inaosukuma upepo ilikuwa inamwangukia nguzo. Huyu mzee bado amezubaa. Sikongo kazuia simwangukie. Wewe mzee, toka utaumia bwana mshikaji wangu bwana. Toka huko. Utaumia, ondoka huko. Anamsikia isimwangukie. Lakini wababa binadamu hawana utu. Cheki kitu alifanya huyu jamaa, huwezi kuamini. Huyo pale chap akamngata. Nyoka wenye sumu akamngata kati anamsaidia. Jamaa kuamini aise. Licha kumsaidia, anamwekea nyoka akamngata aise. Nyoka wenye sumu. Piga nyingine. Nyoka amemsumu amemngata kwenye kichwa aise. Oyamfeng naye ukapigwa amewezwa mdo mzima. Ameoshewa huku za kutosha na Gojing. Jamaa kamtoa. Uko salama. Nenda kamwangalie mwalimu. Sikongo maskini ameng'atwa na nyoka mwenye sumu. Wa yule mzee alimuwai. Anafika pale kutana na mzee namna hii. Master! Sikongo kazima ameng'atwa na nyoka mwenye sumu wa huyu mzee. Huyu mzee hana isani hata kidogo. Huyu mkongojo unakuwa unahifadhi nyoka kwa ndani. Kuna nyoka ndani ya huyu mkongojo. Kuna nyoka wa kutosha. Gojing akaona usintani. Peleka mashine lakini wapi? Mzee anataka kubaki peke yake tu yani. Anataka kubaki yeye mwenyewe ndo anamweza peke yake. Poka muua Sikongo makusudi. Sasa amemweza namna hii. Jamaa kajikweka kwenye nyene tena ngoja. Piga nyingine kama. Sikongo. Gojing kujaribu lakini ngoma ni wapi? Mzee afai. Buti kama ngone. Jamaa kama wewe. Ilimkosa. Gojing akaona mzungushie wavu mzee. Mzungushia wavu namna hii. Maana kwa style mzee akamatiki huo. Kamzungushia wavu wa kutosha. Kamzungushia wavu wa kutosha. Funga la wavu. Binti kafika. Mtoe mwalimu mpeleke nje.
Siku wangu maskini, hali ni mbaya. Nyoka mwenye sumu kamng'ata kichwani. Oh. Siku wangu. Boti linavunjika, limeshaungua. Akamshikilia mzee, tunakufa wote hapa, wewe ni mahali. Boti linavunjika namna hii. Ngoma inavunjika, amshikilia mzee, utoki hapa. Ngoma inabinuka namna hii. Hebane. Anamshikilia mzee mle. Mapipa plus wao wote wanakwenda kwenye maji namna hii. Mzee kafungiwa na ule wavu vile. Uncle! Goji! Usiende kule. Huwezi kwenda kule. Niachie niende. Akamba huwezi kwenda kule. Niachie, mimi nakupenda jamaa. Nakupenda kwa nitukie, usinitukie hivyo. Jamaa nampenda kule, lakini boti likavunjika. Goji na mzee wako mle ndani. Kama ni hili kitu kimoja, kwa anipenda kweli. Naambia ukweli. Sema. Oyanke, sema, naomba usimuumize mwalimu wangu tafadhali. Naomba uniahidi umuumize mwalimu wangu. Okay, nakuahidi. Simuumizi. Sitamuumiza. Nashukuru. Binti kajitosa kwenda kumsaidia Gojing. Kwa hawezi kujua kama atapona au hatapona. Mzee ajiwezi. Ronga, rudi. Sikongu janja mfukoni ise. Sumu ya nyoka imeng'ata pabaya. Gojing! Binti akaenda, pumzi kamwishia anavyoenda. Hawezi akawahi kufika kumsaidia. Maji marefu na pumzi chache. Na yeye ni mtoto wa kike, nguvu za kupapu kwenda mbele ngumu. Na yanko, boti inalipuka namna hii, inazama yote chini. Ronga! Naomba tumia hii. Kwa sababu maji yakijaa, atumia hii fimbo kupumulia. Kwa hiyo, mwekeeni mdomoni maji yakijaa. Hii itamsaidia apumue kwa muda ambao yuko kwenye maji. Sasa maji yakija hapa, kama akizijua level yake, atumie hiyo kupumua. Maji msingi yakipumua tu, maji asimfunike. Muda ukaenda, maji yakaenda, baadaye maji yalirudi. Hali kidogo ikawa iko sawa. Maji yamejirudi. Basi ni sawa. Tutaishia. Subirini. Nyoa wawili. Fikieni njia ya kufanya. Mtoe ili jua litoke. Fanya nyaraka. Tuko nchi kisio, tuko wawili tu. Tuko wasitu wanne. Hatuwezi kufa, mwalimu wangu ni mgonjwa. Hatuna nguvu ya kutosha kuvuta ile jiwe. Tunafanya unafikiri kwa haraka. Ile jiwe hatuwezi kusogeza hata kitu katika. Kama mwalimu amepewa sumu, hawezi kukusaidia mtu wako. Kwa mnafikiri tafuna ulichokitafuta mwenyewe. Naambieni ukweli. Kama msomsaidia Yankia akatoka hapa, msitajie kuishi, nawaambia mtaua wote. Mbona kuona tusaidiana? Hamna hadi hapa. Ni kweli, lakini la kuwa hai sijawaahidi kuwa hai. Sijawaahidi kuwa hai mimi. Basi nzuri tukusaidia. Msaada kutoka wapi? Hey, nimesahau kitu kimoja. Kuna mtu utakuja kutusaidia. Kuna mtu? Nani anakuja? Sikiliza. Yankia atakuwa amekaa hapa kwa muda kwa usiku mzima. Kwa hiyo inakuaje? Nani anakuja? Nani anakuja huyo? Okay, sawa. Kesho kuna mtu atakuja kutusaidia hapa. Kuna bidaka siku moja hapo. Nani huyo? Nimechoka kweli. Afu na njaa. Jing, njoo nikwambie kitu. Wewe! Nani anakuja? Niambie. Nataka kutua. Haya tuwe. Tuwe unaenda atakayemuokoa mtu wako hapo. Tuone tunaenda muokoa binamu yako hapo. Kiswa uwe. Haya. Niambie tu njui nani anaje kutusaidia kesho. Nani anakuja sasa? Ni siri yangu anayekuja. Kwa hiyo tulieni hapa basi siku moja nzima. Sasa mzee akasikia habari Ouyang amepotea muda mzima. Ameenda wapi? Nasema tujamuona mpaka sasa hivi. Nasikia ndio kwenye kisiwa cha Peach Blossom. Baada hapo hakurudi tena. Mpaka sasa hivi boti lake limechomeka, hajulikani iko wapi. Mimi nafikiri hatimaye hajulikani iko wapi. Unachika kweli Ouyang na mjomba wake wapo? Ndio mheshimiwa. Tunawategemea hao kupata kitabu cha Umu. Tunawategemea hao wakatusaidie. Inabidi tuwatafute tuwapate toileti. Waje kutusaidia kupata kitabu baba. Unafikiri tunawaje kuhusu hili? Mzee akaja kusherehekea. Na kitabu kipo kwa jumba la kifalme. Ufalme unakuwa haulinzi ya utoshelezi. Na muda mzuri wa kuingia katika sherehe inafanyika, tukaibe kitabu. Kama ndio.
如果错误， tukikosa hii chance ya sherehe ni ngumu kuingia kuchukua kile kitabu. Kwa hiyo ndio muda mwafaka, 猛送联盟 itabidi tukatafuta kwanza Oyanfeng 主旨 na tuwalete ndio sasa pale kitabu kilipokuwa. 也只有 Kwa kuna njia moja tu hapa. Kwa kitu gani? Baba, mimi nitaenda kuwatafuta kwenye visiwa mbalimbali. 下我们还没有拿到钱， Lakini tutapata kupata kitabu cha formula nguvu 9 haiwezi kubaki kutusaidia. 他们也未必听。 Nafikiri tutapata kitabu cha nguvu 9 hapo. 爹， Baba, 继续派人打 mimi nafikiri Sister May tutamtafuta baadaye. Kwa sasa hivi 船， Kabu Tilolo lizama na hakika atakuwa hako hai, hawatakuwa hajafa. Kwa jinsi wana uwezo atakuwa hajafa. 不应该 Kwa tuchukue boti tukawafuate huko walipo, tuwasaidie. 看样子也 Basi inaonekana kwamba hilo ni njia pekee. 那就辛苦你。 Basi nitakusumbua fanya hivyo. Hai. Hamna shida baba. 这才是爹的。 Hamna shida. Kazi nzuri. Kafanya hivyo. 爹， Baba, 孩儿， nilikuwa na ombi moja. 我想在 Nilikuwa naomba Nancy hawe huru kutembea nami kila pahali. Kivipi? Hapana. 我与念 Basi sikiliza. Nancy na mimi tunataka tuoane. Hatujaoana bado mimi na yeye. 啊什么？ Unasemaje? 念慈已经， Kikweli kama Nancy ana mimba yangu sasa hivi. 我把他留在， Na mtoto wangu tumboni. Siwezi kumwacha peke yake kijijini. 他竟然怀上 Ana mimba yako. 你。 Aya! 爹， Baba, 孩儿与他 siwezi kujizuia kwa Nancy. 一时情难， Hamna njia tena hapo ishatokea. Nilikuwa naomba baba, nisamehe kwa yote nimefanya. 这次说孩 Muda huu nakuahidi kama nitakusupport kila aina yote boss jali. 重托， Naomba tu nisaidie ili moja, nitembee na Nancy kila napoenda. Niwe naye. Naomba niamini baba. 绝不会。 Na wakishia baba hamna tatizo lolote litakatokea. Mzee ana njia, nampenda kijana, msaidia awe mrisi wake na sasa mtoto wake akakubali sawa. Hana njia. Umekubali? 爹跟你们一起去， Haya, nitakuja na wewe pia. Na wewe utakuja? Nasema ndio. Mambo yakienda tofauti mpango usiharibike. Basi hamna shida. Ila kumbuka ya Nkang. 只要我们父子齐心协， Kama baba yako na 能够 wewe tusipoungana, lazima tupate kitabu hichi kwa upendo wote. Tuungane mimi na wewe tupate kitabu. Wakachukua meli, wakaingia kuwatafuta visiwani. Kwa baba, bahati nzuri ndio hiyo. Maana wanamtegemea yule mzee waingie kwa jumba la kifalme, waibe kitabu, maana mzee ana uwezo. Wakachukua boti wakaenda kuwatafuta. Ndani ya boti, ndani ya hiyo meli yao, jamaa aliingia akafunga mlango chumbani kwa binti, akaja. Sasa kumbuka jamaa wako anamtaka binti kimapenzi, kila siku binti anamkataa. Leo aliingia kwa lazima. 这么 Bwana, usiku mle chumbani kwangu nje lala. Akamshika binti kiuno, kuja hapa basi. 我就是来休息。 Nipo kwa ajili ya kupumzika, tulale wote hapa. 不记得我 Unakumbuka nishakwambia maneno yangu kwamba mpaka toane. 洞房， Mpaka toane ndio utafuata kile unachokitaka wewe. 现在 Umesikia? Kwa sasa hivi haiwezekani. Jamaa anacheka tu. Unacheka nini? 再跟你 Mr. Ni. 是我跟你， Sio nilikuwa na kuogopesha tu bwana. Mimi sina nia yote ya kukuforce. Jamaa akaenda akafika hapa akalala. Kwenye hii coach la kukaa. Bwana mtaka binti sana. 这是怎么睡人呢？你还是回房间睡吧。 Unalala hapa. 就是我的房间啊。 Labda shaka chumbani kwangu na hapa ni chumbani kwangu pia. Chumba chako ni chumba changu pia. Niambia baba yangu kama una mimba yangu, wewe ni mke wangu mtarajiwa na una mimba yangu tumboni. Kwa nini umesema hivyo? 我只有这么说， Kwa sababu njia pekee ingemfanya baba anikubali mimi nikae na wewe kila tunapoenda. 所以 Kwa hiyo kabidi nimdanganye. Nina mimba yako na mimba yake. Kwa wewe mimba yangu ni mimi. Mimba yako yangu yani. 这又窄又， Kwa hiyo ndio ulotumia kumdanganya baba yako. 还是我睡这里。 Unaona kama tafiki ukilala hapa itakuwa ni vibaya. Kaa hapa. Kaa hapa. 我怎么会让我爱的你？ Wewe mpenzi wangu huwezi kuteseka bwana. 我从小跑江， Kama nikiwa mdogo nimeishi kulala chini, kwa hiyo pumzika kwenye kitanda. Mimi nitalala hapa kwenye kochi. 是你， Tangu ukiwa mdogo umeishi maisha mazuri. Kwa hiyo kuja zoea maisha magumu. 还是 Lala kitandani, mimi nitalala pale chini. 要不我们都 Basi tulale hapa wote. Niegamie tulale hapa. Binti anamkatalia kila siku. Jamaa anataka muingilie lakini inashindikana. Binti anakataa. 因此 Nancy, hebu angalia mwezi ulikuwa mzuri. 多美啊！ Hebu angalia mwezi ulikuwa mzuri. 真希望你能早。 Natumai kwamba utapata kitabu haraka tukaishi kijijini mimi na wewe. Ndio nachofia kila siku. Nachoombea kitokee. Sasa
Maji yanazidi kuja kila siku na wabuguzi hapa. Ronga akasema leo msaada unakuja, kwa hiyo usijali. Tutulia hapa hapa. Sawa. Baadaye Ronga alirudi. Wewe mzee, unaangalia nini? Msaada uko hapo, unasema unakuja. Nilikuwa nakutania, acha kujangaisha wewe. Mwanzo kusema hivyo. Hapa kisiwani tuko sisi wawili tu. Kwa nini nidanganya? Hamna mtu kudanganya. Tunataka kukusaidia. Sema sasa unataka sema kitu gani? Sema. Kama jinga. Unaweza kuinua hili jiwe? Kama kilo 200 naweza nikabeba. Bibi kuhusu kilo 600 unataka kubeba kwa hili jiwe? Bila shaka sina nguvu kubwa sana, nzito sana. Maji ikiwepo je? Naweza ngasogeza. Maji ikiwepo kitu kinaisha inapungua uzito. Okay, sasa ni vizuri. Mawimbi yakija hivi yatainua ile jiwe litakuwa la pela. Kwa hiyo wimbi kubwa likifika, litumia ile wimbi kunyanyua nalo jiwe. Sasa jiwe likinyanyuliwa, maji yakiwa yanapita linakuwa linakosa nguvu, sababu jiwe kwenye maji linakuwa laisha uzito. Kwa hiyo wimbi likija la maji tu wanasukuma nalo jiwe, kwa linakuwa limeyainika, jiwe litasogea tu. Wakainua mawimbi yakifika fast. Toa mguu haraka huo. Chimbua haraka udongo mlaini watoke haraka. Mvute. Faster. Jamaa kaachia akamtoa faster. Baada mzuri mguu. Mikono imepata sugu haraka. Alimtoa. I say, mguu uko salama huu hapa. Akaondoka naye pale. Mzee ana shukrani huyo. Hata kusema asante anaishia tu haraka kama si mtumwa wake vile. Achana naye. Hajaamini sababu peke yake ana uwezo. Mwache. Toka mzee. Anamfukuza mwalimu kitandani. Toka. Acha yanangu alale hapa. Anamfukuza Sikom kitandani, anafanya mlaza mtoto wake. Sikom kafukuza kitandani, tayari si ana uwezo. Mzee vipi? Wewe sema Alambo mzee, wanionea sasa hivi au sio? Ngoja. Tondokeni. Amenikosea adabu sana mzee, mtwende. Nifukuza mkitandani anamlaza mjukuu wake. Leteni chakula hapa, fanya haraka. Taua wote ninyi. Hamna noma. Sasa kazi wanayo. Shifu, mwalimu, pumzika hapa. Ndio sehemu nzuri ya kuweza kulala, usijali. Haina haja. Wajua kama tumefungiwa kwa keji ya mbu hapa. Kiwalisia sio tatizo. Hii sehemu si nzuri bwana. Tafuteni msosi tule bwana. Shifu, mwalimu, mwanga tafuta samaki nje kula. Fanya haraka vizuri sana. Usiku ikafika wakameleta kusungura. Anukia vizuri huyu. Shifu, mwalimu, nabidi tusubiri kidogo mpaka kiive. Jamaa kwa haraka chakula. Ronga, nafikiri tusopelekee chakula wale. Tusopelekee msosi. Kama tayari tuna tatizo lote lile, haina hatuwezi kumkataa sababu ana nguvu kuliko sisi. Nabidi tufanye kila kitu kumtii. Sikieni. Nitawapunguzia hasira. Inusu ya nyama ngani kaipake matope na uchafu. Afu nenda kuwapa wao wenyewe. Akaenda sijui kukojolea, sijui kuinyea. Ameenda kuikojolea hiyo nyama. Kadio kipaka uchafu. Jamaa akaileta. Hii hapa. Sikizeni. Hiyo safi mpelekeeni. Hii ndio safi. Gojing, peleka hiyo. Mbona ndio safi tunampelekea? Usijali peleka, mimi na maana yangu. Peleka hiyo safi, mpelekee hiyo safi. Hii chafu tubaki nayo. Usubiri wewe nenda. Sasa ile nyama safi wakampelekea. Ile mbaya akabaki nao wao. Mzee akaleta nyama safi kweli. Ni safi kweli hii hapa. Sia kama imechukua muda mrefu. Hii hapa nyama. Mzee akaiangalia, akahisi mpaka sumu. Ngoja. Nipeni hiyo ya kwenu. Hii mtakuwa mmeweka kitu. Iko nje. Mzee akafikiri hii mbaya, akairudisha. Unaona? Wakati alikuwa amempa nyama nzuri. Kama ngoja usile hiyo. Chukua hii, nipe ya kwenu nao kula hii. Hii mkiwa mmeweka sumu mtajua wenyewe. Akasema lakini ni yangu. Mzee akainusa kwa niko salama. Sasa akachukua ile mbaya akaingia. Tumemtega. Ametegeka.
Sinikwambia. We, kwa ulikuwa unamjua kumbe tabia yake huyo jamaa. Kama mimi namjua vizuri sana huyo. Hiyo ni tekniki ya kijanja hiyo.